والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1445, tuendelea na silsila ya majalis ambazo ndani yake hubainisha hoja tata wanazozitumia ahlul bid'ah wal khurafat as-sufiyya katika kuwatatiza Waislamu kutokamana na kufuata yale aliyowaachia mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Lakini kabla ya kuingia kueleza ya leo, ambayo kama nilivyoeleza jana kuwa tutataja qaida itakayowasaidia katika kuifahamu bid'a na sunna. Tukisoma qaida moja kwa siku yatosheleza biidhnillah ta'ala, utakuwa ni mwangaza kwa wewe Muislamu utakaokuongoza katika kufahamu kuwa hii ni sunna na hii ni bid'a. Kufanya hili ni sunna, kufanya hili ni uzushi. Lakini kabla sijaingia hapo, napenda nitangulize na utangulizi huu. Yoyote anayelingania katika sunna asitarajie kuwa atatandikiwa mbele yake busati jekundu na kurushiwa mawaridi na kupigiwa makofi kuwa amefanya jambo la kheri, bali kinyume chake ndicho utakachokikuta katika maisha yako. Bimaana ahlus sunna walingania watu katika kheri na kuwatakia watu kheri, lakini jaza yao kwa watu ni mbaya sana. Na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili uonjo waweza kusubiri katika haki kaendelea, ama wafanya kwa ajili ya watu. Kwa ukiona watu wafanya upinzani ukarudi nyuma na kuiwacha haki, wewe usitarajie kuwa utalingania katika haki kisha utapata maneno mazuri kutoka kwa kila mmoja. Ni kweli wapenda haki, wafurahia jambo la haki likizungumzwa katika watu, walakinna aktharakum lilhaqi karihun. Wengi katika watu wachukia sana haki, wengi sana, wa'iyadhu billah. Kwa hiyo lazima utapata ta'an toka kwa watu wa batil, na hii sisi kufahamu alama katika alama za watu wa bid'a. Min alamati ahli albid'a, miongoni mwa alama utakumtambua kuwa huyu ni mtu wa bid'a, bughdhu ahli al-athar, ni kuwachukia watu wa hadithi, wale wanaoshikamana na sunna. Wa itlaqul alqab as-sayyi'ati ala ahli as-sunnah, na utaona mara nyingi
wakiwapagaza ahlus sunna kwa maneno na majina machafu, majina mabaya, kwa sababu hawana hoja. Kilichobakia ni kuharibu ile sura ya mlinganizi wa sunna, hana hoja. Mtawapeni mfano. Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah alikuwa kadhi katika huu mji au nchi ya Kenya, na alikuwa msomeshaji katika huu mji wa Mombasa, na watu wengi walianza kuifahamu sunna mwanzo kupitia kwa huyu mwanachuoni rahimahullah. Karibuni watu wafuatiliza kilichorekodiwa kutoka kwa Sheikh Al-Farsi rahimahullah. Sasa wakisikia azungumza kuhusu bid'a, kuangalia Sheikh Abdullah Al-Farsi, kumbe haya mambo aliyazungumza wakati ule. Asa wewe kwa mfano ukiwa wafuatiliza, utakuta hawa khurafiyun usema na huyo Wahabi. Sheikh Abdullah Al-Farsi katika aqida alikuwa ash'ari. Asa wapi na wapi na i'tiqadi ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, lakini alikuwa yajua hizi akazungumza hakuna cha huyu Wahabi wala nini wakati huo, lakini ili mradi tu atazungumzwa, watatokea watu kwa mfano wa Zanzibar kusema hivi, mngekuja huku kwetu kuna wanavyuoni wakubwa kuliko yeye huyo, sio kaenda wapi huko Mombasa huko kapata watu awamo huko. Huyo anayezungumza huyo mwambie some sura tafurahi, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, kisha wasema wewe pia wasema, si unyamaze. Si kila jambo wewe wazungumza utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kuulizwa wallahi, ili mradi tu kwa sababu pale zapingwa bid'a na wewe ni mtu wa bid'a, basi utamzungumza mwana wa chuoni kama ni mtu wa mtaani tu, mtu tu muhuni tu. Sasa ukiona hizi chuki ni alama ya kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, huyu ni mzushi. Haya maneno wameyazungumza wanavyuoni wakale kule nyuma. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala akizungumzia swala hili yasema, wa alamatu al-bid'i ala ahliha dhahiratun badiyah, alama za bid'a kwa watu wa bid'a alama zake ziko wazi. Wa adhharu ayatihim wa alamatihim, na katika alama zao zilizokuwa wazi kabisa ambazo hawezi kuficha, shiddatu muadatihim lihamalati akhbari nabii sallallahu alaihi wasallam, ni uadui mkubwa sana waliokuwa nao dhidi ya wale waliobeba sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chuki mbaya sana, wana uadui mkubwa sana. Kisha akasema wahtiqaruhum lahum, na kuwabeza watu wa haki na kuwadharau, kuweza kutumwa maneno ya madharau wewe paka ukashangaa. Yani aweza kuzungumza mtu maneno madharau sana kwa mwana wa chuoni wa sunna. Waweza kumwona mtu kwa mfano yuko Mombasani kwetu huko, au kwa mfano watoka Mamrui ama Lamu, aweza kuzungumza kwenye muhadhara hivi, kisha akasema wajua Ibn Baz alikuwa hajui lugha. Ibn Baz alikuwa hajui lugha. Ibn Baz wamzungumzia ama muuzaji mbahazi,
wajua kutofautisha baina watu wawili. Tuambie Ibn Baz, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz si Muzambahazi, labda hilo jina la kutatiza wewe. Hili jina ni la Kiarabu, linaitwa Ibn Baz. Ni mtu amezaliwa Arabuni, kuanzia mdogo Mwarabu, hakuenda nchi yoyote, anaishi Saudia mpaka kufa kwake, umri wake hajui lugha yote nyingine isipokuwa Kiarabu. Mwarabu. Asimama mtu atoka Mamrui bwana, ama atoka Lamu, ama atoka Mombasa, huna haya bwana, wasema huyu hajui Kiarabu, utakijua mimi na wewe? Yani hii ni katika alama ya kukuonyesha kuwa huyu ni katika watu wa bid'a, kuwabeza watu wa haki, lakini ndani ya nafsi yake ajua kuwa yeye ni muongo. Si ati ajui, ndani ya nafsi yake, fi qararati nafsi ya'lamu annahu min al-kadhibin, ajua yeye katika waongo tu, ni muongo. Basi aseme tu, bora aseme, ili wale watu wanaomsikiliza kumbe si chochote yule bwana. Haya mambo wanao sana, na ndio wanaotumia katika kuwarenga wale watu wao. Hivi ndio wanavyowarenga na kuwachanganya. Aendelea sema wa tasmiyatuhum iyahum hashwiyya, na wao huwaita watu wa haki hashwiyya. Hashwiyya ni watu duni thamani, wasiotambulika katika mujtama. Hashwiyya. Wajahala, waita ni wajinga, jahala. Wadhahiriya wa mushabbiha, na majina mengineo kama haya. Na ukiangalia ukweli wa mambo, kile wanachowatupia watu wa haki ndicho walichonacho wao. Wakawabeza wanaovioni wa sunna kana kwamba wao wamebeba ilmu kubwa, lakini ukitizama mtihani tu. Na hili ni jambo ambalo liko kila mahali katika kila mujtama. Kwa hivyo tushangai leo tukisikia watu wa bid'a, mpaka wale ambao hawamo pia wakiwazungumza wanaovioni wa sunna kwa maneno ya kubeza na madharau. Na pamoja na hayo yao hayataonekana kuwa ni matusi, lakini ngoja uwachape mahali pao vizuri sana. Utasikia yule fulani bwana ana matusi, yule hakuna matusi yote, ni haki tu, nikupiga kama marungu vile. Huna jawabu la kujibu, yabidi sasa utafute kipengele ili uende ukajitie ndani. Qaida ya leo, kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u, kila ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja mutlaqan bila ya kuitia masharti wala mipaka, waqayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyudi, kisha baadhi ya watu wakaweka vifundo na masharti katika ile ibada, wakati sheria imefanya nini? Imeifungua ile ibada. مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد. kwa mfano wakaiwekea sehemu maalum wakati sheria haikuipa hiyo sehemu maalum, au zaman au zama maalum wakati sheria haikuweka hiyo zama maalum, au sifa au sifa fulani hivi, au al-adad au idadi maalum hivi wakati sheria haikuweka hiyo idadi. Ili uelewe haya niliyotaja hapa, nitatoa mifano. Ukitaka kuijua bid'a katika jambo lolote lile, liangalie lile jambo katika haya mambo sita nitakayoyataja hapa. لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها. haya mambo ستة أمور. hauwezi kuhakiki jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka haya mambo sita yapatikane katika ibada yote.
jambo la kwanza asbab اولا الموافقه للشريعه في السبب uwe utaafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sababu unapofanya ile ibada. faman ata bi amrin li sababin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu sababan, yoyote yule atakayefanya jambo kwa ajili ya sababu fulani na sababu hiyo awe hakuiamrisha wala hakuiweka Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wasallam, faqad ahdatha fihi wabtada'a, basi huyo amezua, wa huwa mardudun alayhi, na amali kama ile atarejeshiwa mwenyewe. Kwa hivyo akileta sababu fulani akasema kwa sababu hii nafanya jambo fulani, kwa mfano akijikwaa, kwa mfano amejikwaa hivi, kila akijikwaa aswali rakaa 2, akaika sababu ya zile rakaa 2 nini? Mkijikwaa fikiri wacha nikaswali. Kwa nini? Sababu najikwaa. Kwani hii sababu iwekwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haikuwekwa. Kwa hiyo hapo utakuwa umefanya nini? Umezua. Mfano kwa wazi. ثانيا الموافقة للشريعة في العمل، kuwafikiana na sheria katika jinsi ya ile amal unaoifanya. ili nieleweke, falau anna ahadan dhaha bidajajatin, kwa mfano mtu akachukua udhiya wake jogoo, akachukua jogoo kubwa, asema nenda kumchinja siku ya Eid, ndio udhiya hii, nenda kuchinja nini? Jogoo. fa inna dhalika mardudun alayhi wala yuqbalu minhu, atarejeshiwa mwenyewe amali yake wala haikubaliwi. kwa nini? liannahu mukhalifun lishari'ati fil jins, kwa sababu huyu amekhalifu sheria ya Allah katika jinsi ya kile anachojikaribisha nacho na Allah subhanahu wa ta'ala katika udhiya. idh inna al-adahi inma takunu min bahimati al-an'am, kwa sababu udhiya imewekwa kisheria ni wale wanyama hoa, bahimati al-an'am, al-ibil, ngamia, wal-baqar, na ng'ombe, wal-ghanam, na mbuzi na kondoo. Sasa wewe ukija na jogoo lako au kubali, kwa mfano mtu akaja na mbuni, mimi natinda mbuni bwana siku ya Eid, mbuni haikubali, hiyo nyama tu ya kula, lakini kuwa ni udhiya haikubali. kwa hiyo lazima iafikiane na sheria katika jinsi. ثالثا أن يكون العمل موافقا للشريعة في قدره، iwe ile amal unaoifanya yaafikiana na sheria katika kiwango chake, idadi yake. mfano لو غسل كل عضو 4 مرات في الوضوء، kwa mfano akaosha kila kiungo cha udhu mara 4, akazidisha juu ya 3, farabi'atu la tuqbalu, ile 4 haikubaliwi, liannaha zaidatun ala ma jaat bihi sharia, sababu imezidisha zaidi ya vile ilivyokuja sheria. na mfano wake pia, kwa mfano mtu akaswali salatu dhuhri rak'a 5, mbona wafanye hivyo? Nakusudia kujikaribisha kwa Allah. La, raka ni 4, hairuhusiwi kuzidisha zaidi hapo, ili uwafikie na sheria katika kiwango. Rabi'an an yakuna al-amalu muwafiqan lish-shari'ati fi kayfiyatihi, iwe lile jambo unalofanya la khairi laafikiana na sheria katika namna yake. Huwezi kukurupuka tukasema maadamu mimi naona ni khairi nitafanya.
Kuna wengine jambo la shari aona ni khairi, akafikiria vitu vya vituko, akaanza kuminyana na wewe, mimi nafikiria ni khairi. La, lazima namna ya kuitekeleza ile ibada iwe itafikiana na sheria. Kwa lazima iwe namna ya kuitekeleza ile ibada yafikiana na sheria. فلو عمل شخص عملا يتعبد به الله وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه. Kwa mfano mtu akafanya amali amwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akakhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika namna, lam yuqbal minhu, haikubaliwi amali kama ile. Wa amaluhu mardudun alayhi, na amali yake atarejeshiwa mwenyewe. Mfano, law anna rajulan sajada qabla an yarka', sisi tunajua kwenye swala sujudu yaja baada nini? Rukuu, i'tidal, kisha sujud. Yeye akasujudu mwanzo kisha akarudi juu akarukuu, rukuu ikafuata sujudu. Mfano, fa salatuhu batila marduda, swala yake itakuwa ni batila na atarejeshiwa mwenyewe. لأنها لا توافق الشريعة في ماذا؟ في الكيفية. na hapa napenda kutoa nasaha kwa hawa makhurafi. Hawa makhurafi masha Allah wajua kubadilisha maneno kweli kweli. Ukiwakataza kusherehekea maulidi waigeuza kwambia kuna mmoja jamaa ana taabu sana, ansimama azungumza asema mawahabi mna utesi gani nyinyi na mtume? Nataka kusuluhisha mimi jamani. Tena yajifanya yualia, au wafanya nini mtume wetu, au wafanya nini nyinyi? Mimi niko tayari kusuluhisha, nitalipa hata pesa nisuluhishe baina. Yani wale jamaa walikuwa wana jamaa huyo, yani kwa kugeuza mambo hawa hatari sana. Sababu yeye kuzua ni kitu cha kawaida tu kabisa. Siku moja tulikuwa haji Mina, nikatoa kalima, kumbe wamekaa makhurafi wengi. Nikazungumza kuhusu tauhid, nikazungumza kuhusu shirk, kisha nikatoa mfano kusudi. Nikasema kwa mfano waweza kumwona mtu yafanya haji kisha akimaliza akienda Madina aende akamuombe mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimuomba sallallahu alaihi wasallam ufanye shirki, kama vile kumuomba Isa alayhi salatu wasallam ni shirki, na kama vile kumuomba malaika katika malaika wa Allah basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Dua ukaipeleka kwa Allah, kamaliza kama dakika 10 hivi nikakaa. Kuna khurafi mmoja nafikiri ile jambo alikumfurahisha, simama mwanzo akasema tumshukuru ndugu yetu anatukumbusha, kisha mara kageuza kibati. Mimi nimekaa pale, mawahabi hawampendi mtume, akaanza yualibu alayhi alawama, hawampendi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawampendi. Basi wale watu wale bwana akawachemsha, wakaanza kulia wallahi alazim, watu kaanza kupiga kelele. Sasa wafikiria wanishtua, kumbe hata sijali. Wallahi alazim, yani nyinyi mwafikiria ingelikuwa kwa mfano sisi walinganizi wa sunna tuogopa tungezungumza hivi? Yani mwafikiria kidogo kuna kitu tuogopa yani kwa makhurafi? Ya akhi, wama kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala. Sisi tusoma tauhid sheikh, alhamdulillah, nyoyo zetu baridi kabisa. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadli qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu almu'minun. Jamaa wakapiga kelele pale, basi mimi nikasimama nikamfuata yule mlinganizi wao, nikamwangalia hivi, ambia wewe huyo, nikatoka kenda sana. Yani amebadilisha kabisa. Wapi hapa tuzungumza kutompenda mtume sallallahu alaihi wasallam?
yani wewe ukiambiwa kuwa usimuombe yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake umpendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama ndiyo da'wa aliyotufundisha sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wakati aja mtu amwambie mtume sallallahu alaihi wasallam لولا الله ومحمد قال قل عفوا ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا wanifanya mimi ni mshirika na Allah. Angalia katika lafzi, hakusema nia yake labda ni nzuri, na tuna hakika yule sahaba hakukusudia shirki kabisa. Ansema ma shaa Allah wa shi'ta, hili jambo ni kukutaka Allah na kutaka wewe ya Rasulullah. Akamwambia aja'altani lillahi niddan, umenifanya mimi ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ma shaa Allah wahdahu. Haya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi. Hivi ndivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika lafzi. Lakini jamaa hupenda kupindisha. Sasa mimi naomba kitu kimoja, hebu hii misikiti ya makhurafi wakati mwingine umpatikana njiani, jamaa hamjui kuswali nyinyi. Jamaa makhurafi hamjui kuswali nyinyi, hamuielewi swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi alazim, waweza kuswali nyuma ya imamu anavyokwenda dingi 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 dingi. Twenda wapi baba? Hizo mbio zote zaenda wenda wapi? Huja rukuu vizuri ya Allahu liman hamida, hujakita Allahu akbar, hujakita vizuri mpaka wakati mwingine wataka kujitoa kwenye ile swala. Msisi swala hii haina tumanina, haina tasawi imamu huyo au maamuma. Sasa tuwaomba mwezi huu, hebu fundisheni sifatu sala yenu nyinyi. Endeni mkatafute hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi. Kila hadhara ya maulidi mnaofanya hizo za bid'a hizo, hebu somesheni watu waswali vipi. Maana jamaa wakoroga hawa, nawaambia ni kweli. Na kama wewe unasoma swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda kaangalia vile unavyoswali. Wallahi alazim, jamaa hawajui kuswali. Watu hawajui kuswali shekhi. Sasa wasioyafanya haya muhimu, haya kufundisha watu kuswali, kufundisha watu ibada zao, wenda kwingine. Wafundisheni jamaa zenu kuswali. Kwa nini tuwaambie hivyo? Kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Chukueni Bulughul Maram tu ya al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, fungueni mlango ule wa sifatu sala, wasomesheni. Ni hadithi zile wasomesheni, si mawahabi. Ibn Hajar alikuwa si wahabi, Shafi'i. Wasomesheni jamani kuswali hawa. Haya challenge inawapa mwaka huu angalau kurekebisha. Maana msikiti ya makhurafi kuna msikiti ikifika Ramadhani tarawih, pamoja na zile fujo wanazozifanya, zile fujo Allah wa ni'ma wa maghfiratuhu wa rahma na robo saa jamaa wako barabarani. Sasa wewe hesabu zile kelele wanazopiga na ile swala yawaje robo saa, chini ya dakika 20 mshamaliza swala. Vipi yani? Yafanana vipi yani? Tarawih bwana, tena raka 20 na 21 za swala, dakika 20 ifiki. Mimi nakwambia jamaa wako nje wapiga round tu, wateremsha uji, wasema dakika raka 23. Naam, raka 23 mara moja maliza, shatoka. Sasa wafundisheni safari nini swala, wafundisheni namna ya kuswali. Usitafute kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah, sio ukasema Albani walikuwa wahabi. Chukua Bulughul Maram tu ya Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wasomesheni. Wallahi itakuwa khairi kubwa, watu watafaidika. Kwa hivyo ile swala ile ikiwa kaifia yake haikufanana na nini na swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pia itaharibika. Khamisan, tumalizia, an yakuna al-amalu muwafiqan lish-shari'ati fi zamanihi. Jambo la tano ni ile amal iwe itaafikiana na sheria
katika wakati wake. falau dhaha qabla an yusalli salat al-eid lam tuqbal. Kwa mfano mtu akachinja udhiya kabla ya kuswali salat al-eid, akatanguliza kichinjo, kile kichinjo chake hakitakubaliwa. liannaha lam tuwafiq ash-shar'a fi az-zaman, kwa sababu kichinjo chake kile hakikuwafikiana na sheria ya Allah katika zama. Huwezi kwa mfano wewe kufunga Ramadhani mwezi wa Safar, ati mimi na safari Ramadhani nitakuwa busy kweli kweli, kwa natanguliza Muharram sahihi nafunga kabisa mwezi mzima, kisha ile sitofunga. Itaruhusiwa? La, kwa sababu hii si wakati wake. Ama ukienda kusimama Arafa wewe kwenye mwezi wa Shawwal, ukasimama Arafa kule ukaenda Mina, itakubalika? La, si wakati wake huo. Sadisa, an yakuna al-amalu muwafiqan lish-shari'ati fi makanihi, iwe ile amal itaafikiana na sheria katika sehemu yake. Tuchukulie mfano, mathalan فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد كالبيت. kwa mfano mtu akafanya i'tikafu, hakuifanya i'tikafu msikitini, amefanya i'tikafu yake wapi? Nyumbani. fa inna i'tikafahu la yasih, i'tikafu hii haisihi, liannahu lam yuwafiq ash-shar' makan al-i'tikaf, kwa sababu haikuwafikiana na sheria katika ile sehemu ya kufanya itikafu. فالاعتكاف محله المساجد، اعتكاف mahali pake ni wapi? Kiti. wa antum aakifuna fil masajidi, i'tikaf yafanya msikitini. Mfano mwingine mzuri ni hii bid'a ya kutufu kwenye makaburi wanaoifanya makhurafi. Jamaa hutufu badala ya Kaaba akatufu kwenye nini? Kaburi. Ikiwa atufu kujikaribisha kwa ile maiti, shirkun akbar. Ile kaburi eti yasema mimi najikaribisha na Allah, si yule maiti, lakini natufu kwenye kaburi, tutamwambia amefanya nini? Amefanya bid'a. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema waliyatawafu lilbayt alatiq. Kwa hivyo tawaf ni katika albayt alatiq, ni katika alkaaba. Hakuna mahali popote pengine pafanywa tawafi isipokuwa katika al-Kaaba. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha. Sasa wewe ukaichukua ile i'tikafu ukaileta kwenu huku Sargoi kwa mfano pale, ukaanza kuzunguka pale, wazunguka kama wacheza nini wale mchezo wa zamani ule wa mnaazi wazunguka pale wewe utakuwa wacheza ukuti. Anasema ukuti. Hiyo si ibada hiyo. Wewe wafanya ukuti wewe. Ibada yafanywa huko ila albayt alatiq, wende huko kwenye kongwe ya Allah, ndiko panapofanya tawafu, wala si kokote kwingine. Huwezi kutuambia tunafanya itika, nafanya tawafu kwenye nyumba yangu. Hakuna kitu kama hicho. Ama kaburi la fulani, hakuna kitu kama hicho. Itakuwa huko wafikiana sheria katika nini? Katika sehemu. Kwa hatuwezi kusema kwa mfano kwa sababu haji kuna zahma sana kule Makka, tumeamua mwaka huu bwana sisi haji yetu tuifanyia Madina, kuna utulivu kabisa kule Madina bwana, kuntulia kabisa. Kwa watu wakisimama Arafa kule, sisi tutakwenda Uhud, kasimame Uhud kule, sio? Watu wakiwa Mina kule, sisi tutakwenda kwenye funduk zile ziko pale nje ya Masjid an-Nabawi, tukaa kwenye funduk pale. Tuko wapi? Tuko Mina. Lazima iwe kule ile sehemu aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Haya ukiyafahamu yatakusaidia sana katika kuyajua mambo mengi sana ya bid'a, na mojawapo ni ile jambo la kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Halikufanana na yote haya, sababu aslan haliko katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ili wao wajua basi tu kung'ang'ana, hamna kitu kama hicho.
wallahu almusta'an. Kikwambia ni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, mwambie kaifia, hivi ndivyo tulivyofundishwa, kwa sifa hii ndio tulifundishwa namna ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi. Wakati masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka, tukuswalie vipi? Ilikuwa nafasi pale ya kuwatajia maulidi, angewaambia maulidi, lakini akawafundisha namna ya kumswalia. Hilo pia halikuachwa katika sheria, tukaelekezwa. Hakuna kitu kimewachwa, walillahi alhamdu wal minna. Naktafi bihadha, wengine tutakuja kueleza zaidi insha Allah taala katika vikao vitakavyokuja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. بسم الله.